mwisho ya wale walioonywa mundharini, wale walioonywa wasiendelee na ukafiri ilikuwaje? Walioonywa wasiendelee na ushirikina mwisho wao ilikuwaje? Walioonywa wasiendelee na unafiki mwisho wao ilikuwaje? Ona wewe, umeona nini? Baba, umeona nini? Uangamizi wao. Uangamizwa hao wale makafiri. Ilionekana kule kuangamizwa. Ilioonwa ni kule nini? Kuangamizwa. Na maana yake nini? Maana yake hata mimi nisipoonyeka nitaangamizwa. Hata wewe usipoonyeka utaangamizwa. Hata sisi tusipoonyeka tutafanywaje? Tutaangamizwa. Ndio nimeonto. Tizama wewe, vipi imekuwa mwisho wa watu wale walioonywa. Na sisi tumeshaonywa na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumeonywa na Qur'an, tayari tumeshaonywa, na tupo katika hali ya nini? Ya kukataa. Hakuna linalosalia kutufikia ila nini? Adhabu. Ila adhabu ya Mwenyezi Mungu ndio inabakia kutufikia, hapana kingine hicho. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين. Kisha Mwenyezi Mungu anasema thumma ba'athna, kisha tulituma min ba'dihi, baada ya mtume Nuh tulituma rusulan, mamitume wengi tulituma. Kwa nani? Kwa ng'ombe, kwa watu, kwa wanadamu. Baada ya mtume Nuh tuliwatuma mamitume wengi, rusulan, mamitume wengi tuliwatuma ila qaumi, kwa kundi lao, kwa watu wao. Baada ya Nuh tulimtuma nani? Mtume Hud, mtume Saleh, mtume Lut, mtume Ibrahim na Shuaib. Tuliwatuma kwa watu vile vile, na sisi hatuadhibu watu mpaka kwanza tutume mpaka kwanza tutume nini? Hatuleti adhabu mpaka kwanza tulete nini? Mtume. Wama kunna muadhibina hata nab'atha rasula. Sema Mwenyezi Mungu, sisi si wenye kuadhibu watu mpaka kwanza tutume mtume, wakatae maneno ya mtume, wapinge mtume, hapo ndipo adhabu inakuja. Sawa? Hapo ndipo adhabu inakuja. Ndio Mwenyezi Mungu anasema thumma ba'athna, kisha baada ya sisi kushagharikisha watu wa umma, kundi lake mtume Nuh, baada ya kuwagharikisha, thumma ba'athna min ba'dihi, kisha tukapeleka tukatuma baada ya mtume Nuh rusulan, mamitume ila qaumihim, wa kundi lao. Na hawa mitume, mtume Hud, mtume Saleh, mtume Lut, mtume Ibrahim na Shuaib. Hawa mitume fajauhu, waliwaijia umma wao, walikuja kwa watu wao, walifika kwa jamii zao, walifika kwa taifa lao, bilbayinat, na miujiza zilizo wazi wazi, au na ayat zilizo wazi wazi, au na hoja zilizo wazi wazi, walikuja nazo kwa watu wao.
fama kanu liyuminu, lakini hawakuwa hao watu ni wenye kusadikisha sadikisho kamili. Hawakuwa hao watu ni wenye kuamini imani kamili kwa yale waliokuja nayo hawa mitume. Na hawa mitume hawakuja na mengine, ila walikuja na ani'budullaha, ila walikuja na ani'budullah, ila walikuja na ani'budullah. Mitume wa Mwenyezi Mungu wote ujumbe waliotoka nao kwa Mwenyezi Mungu kuwa ni ani'budullah, pokesheni Mwenyezi Mungu, abudini Mwenyezi Mungu, fanyeni ibada kwa Mwenyezi Mungu. Hayo tu. Ilikubaliwa hayo? Hayakukubaliwa. Hiyo ndio matatizo yaliyokuweko. Ani'budullah fama kanu liyuminu, hao kundi la mitume hawakuwa ni wenye kuamini imani kamili. Bima kadhabu bihi, bali walikakama kwa yale ambayo waliokuwa wakikadhibisha kwanza, ni kabla ya hao mitume kuwafikia. Kadhalika sema kama hivyo, natba, tunapiga muhuri. Kadhalika kama hivyo, natba, tunapiga muhuri ala qulubil mu'tadin, juu ya nyoyo za watu walioruka mpaka. Napiga muhuri katika nyoyo za watu waliopiga mpaka. Mtume tuwaletea, hoja tuliwaletea, ayati zilizo waziwazi tuliwaletea, hoja zilizo waziwazi tuliwaletea, wakaukataa, wakaupinga. Basi katika kukataa kwao pigwa muhuri. Huyu tena hawezi kuona mwangaza, huyu tena hawezi kukubali. Thumma ba'athna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'aun wa mala'ihi biayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kisha baada ya hao mitume tuliowatuma, baathna, vile vile tulituma mibadi, baada ya mitume wa kwanza mtuma nani? Musa. Tumemtuma Musa wa Harun, na mtume Harun ila Firaun, mtuma kwa Firaun. Na huyu Firaun alikuwa ni mwanadamu aliyekuwa akimiliki Misri hii, Misri Kairo hii. Hata aliwaambia wana wa Israeli, ana rabbukumul aala, mimi ndiye Muumba wenu mtukufu. Sasa anadai yeye kwa yeye ni mwenye uwezo katika ulimwengu wa zama yake. Basi ndio Mwenyezi Mungu alimtuma mtume Musa na Harun ila Firaun, kwa huyo Firaun wa mala'i, na watu watukufu wa umma wake. Na alikuwa kuna watu watukufu vile vile waliomuunga mkono, waliokubaliana naye Firaun kwa yeye ni nani? Kwa yeye ni Mungu. Tunamtuma Musa na Harun bi ayatina, na ayati zetu. Musa alikuja na aya. Musa akiingiza mkono wake katika nguo yake hapa namna, akitoa mkono inameremeta, ile fimbo ya Musa akitupa chini inameza kile lisilokuwa la haki. Hizo ni ayati na miujizati mingine Musa alikuwa nayo, tulimtuma na hizo ayati. Lakini fastakbaru, yeye Firaun
na wale watu wake wakubwa waliokubaliana naye, istakbaru, wamefanya nini? Ujeuri kwake Mtume Musa na Harun. Wakanu qauma mujrimin, wakawa wao ni kundi la watu maasi. Wakawa watu ni kundi la watu nini? Maasi. Walikataa kata kutosikia mawaidha ya Musa au kuona miujiza aliyokuja nayo Musa. Walikataa kata. Wakawa wao qauma mujrimin, kundi la watu wasi. Falamma jaahum alhaqqu min indina, Firaun na watu wake waliomuunga mkono miongoni mwa hao wakubwa wa kundi lake. Falamma jaahum alhaqqu, haki ilipowafikia, haki iliyo wazi iliyowafikia kutoka kwa Musa, ilipowafikia qalu, wamesema inna hadha, kabla shaka hiyo haki anayotoa Musa la sihrun mubin, huo ni uchawi ulio nini? Ulio wazi. Huo ni uchawi ulio nini? Ulio wazi. Qala Musa, amesema Musa kuwaambia Firaun na watu wake, ataquluna lilhaqi lamma jaakum asirun, je, ataquluna, munasema lilhaqi, kwa hiyo haqi, lamma jaakum, ilipowafikia, asirun, kuwa ni uchawi. Munasema kwa hiyo haqi ambayo iliyowafikia kuwa ni uchawi, haki ya mkono ikitolewa kutoka katika nguo, katika kanzu, katika ile kamisi inakuwa mweupe na meremeta, mnasema huo ni uchawi. Na ile fimbo ya Musa mnasema kuwa ni nini? Huo ni uchawi. Asirun hadha, kwa huo ni uchawi. Wala yuflihu sahirun, Musa akatangaza akawaambia, hawatafaulu wachawi. Wachawi hawawezi kufaulu katika mambo kama hayo. Nikiwa mimi ni mchawi na hayo niliyokuja nao ni uchawi, basi mimi siwezi kufaulu. Nikiwa nyinyi mtakuja vile vile na uchawi, kwa hiyo mnataka kuyalete, basi na nyinyi vile vile hamta nini? Hamtafaulu. Sasa mizani na kipimo ya hoja yangu na hoja yenu kuwa hapana kufaulu kwa kila aliye mchawi. Mnasema nilikuja na ni uchawi, basi mchawi mwingine akipatikana hata kuwa ni mwenye kunini? Kufaulu. Wala yuflihu sahir, na wala hata faulu asahirun, wachawi wengine hawatafaulu. Hawatafaulu. Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alayhi abaana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ard wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Qalu, walisema Firaun na kundi lake na wakubwa wa kundi lake walisema, ajitana, umetuijia wewe Musa na Harun, umetuijia
litalfitana, ili ututoe. Umekuja wewe Musa, litalfitana, ili ututoe, ama kutokamana na dini ambayo wajadna alayhi abana, tumeukutia kwayo wazazi wetu, baba zetu. Wewe umekuja kututoa katika dini tuliyoikuta kwayo wazazi wetu, mema, ama kutokamana na dini ambayo wajadna, tumepata alayhi kwayo abana, baba zetu. Na huna unalolitaka wewe Musa na ndugu Haruna, hamna kitu mnachokitaka. Mnataka watakuna lakum alkibriya, ila mnataka takuna, mnataka iwe lakum akoninyie wewe Musa na Haruna. Mnataka kitu gani? Alkibriya fil ardh, mnataka tu ukubwa juu ya hiyo ardhi. Mnataka nini? Mnachokitafuta, mnatafuta nini? Ukubwa katika hiyo ardhi. Mnachotafuta hamtafuti chochote, bali mnatafuta nini? Ukubwa katika hiyo ardhi. Mambo ya ugonjwa ya ukubwa si mapya, si mageni, bali mambo ya zamani mwalimu. Sasa ona Firauni kundi lake wanamwambia Musa nini? Hamna mnachotaka, bali mnatafuta nini? Ukubwa. Mnataka tu ukubwa uwe kwenu nyinyi fil ardhi, katika hiyo ardhi. Hamtafuti chochote, bali mtafuta ukubwa. Na dunia mzima mpaka wa leo vita iliyoko ni vita ya nini? Ya kutafuta ukubwa. Dunia mzima, ulimwengu mzima, vita hii iliyoko, kuuana huu ulioko, kusambaratishana hizo zilizoko na kuangamizana huku ulioko, ni kwa sababu ya nini? Ya ukubwa. Sasa Firauni na wenye kumunga mkono wanasema, wamesema kumwambia Musa, ajitana, umetuijia wewe, litalfitana, ili ututoe sisi, ama kutokamana na yale ambayo wajadna alayhi abaana, tulikuta kwayo wazazi wetu wakiabudu. Sasa watakuna lakum alkibriya, na mnataka ukubwa uwe kwenu fil ardhi, juu ya hiyo ardhi. Mnayotafuta, mnatafuta nini? Ukubwa. Na wale wana wa Israeli wameshamuona nani? Firauni ndiye nani? Mkubwa wao. Kwa Firauni aliwaambia nini? Ana rabbukumul aala, mimi ndiye Mungu wenu, Mungu wenu mtukufu. Wama nahnu lakum bimuminina. Unaona, wamekata shauri, wamekata hukumu, wametoa hukumu watu wa nani? Wa mtume, watu hawa wa nani? Wa Firauni. Wamekata shauri, wana wa Israeli wamesema nini? Na Firauni mwenyewe na wakubwa wa kundi lake wamekata shauri, wasema wama nahnu lakum bimuminina, sisi kwani nyie waamini si wenye kuamini, sisi si wenye kuamini nyie, sisi hatuwezi kuamini nyie. Hapo waqala Firaunu utuni bikulli sahirin alim. Hapo alisema Firauni, alitangaza Firauni kwa watu wake, kwa wakubwa wa kundi lake, alitangaza kwa wana wa Israeli. Aliwaambia nini? Aliwaambia, wakala Firauni, alisema Firauni, ituni, mniletee bikulli sahiri, kwa mniletee wachawi wote, alim, walio wajuzi. Mniletee wachawi wote walio nini?
walio wajuzi, mniletee wachawi wote walio wajuzi wenye kujua fani zote za uchawi, mniletee. Sasa wanaletwa wachawi ili waje washindane na Mtume Musa, kwa kuwa wanaitakidi hayo ya Mtume Musa ni uchawi. Sasa mambo ya kushindana haikuanzwa nini leo. Mambo ya mashindano yameanza tokea zamani, na haki ikifika uongo utatoweka, na haki ikifika uongo utajitenga, na haki ikifika uongo utaharibika. Basi Firauni sasa anatangaza, anataka nini? Wakusanywe wachawi wote walio hodari, na imedhihirishwa siku ya nini? Siku ambayo itatukia kwayo hiyo nini, hiyo mashindano, nayo ni siku ya sikukuu, siku kubwa ambayo watu wote watakuwa free, waje washangilie yatakayo nini, yatakayotokea. Basi Firauni ameshatangaza wakusanywe nani? Mfalme Mungu wao ametangaza wakusanywe wachawi wote wenye ujuzi. Falamma jaa as-sahara qala lahum Musa alqu ma antum mulqun. Firauni aliwakusanya au alisanyiwa wachawi wote walio hodari katika Misri ile, katika Kairo ile, au katika nchi yake ile. Walikusanywa wote walio hodari, wakafika kwa nani anawaita? Mungu wao anawaita, mfalme wao anaita, wote wamehudhuria katika ile siku. Na Musa naye alihudhuria vile vile katika ile siku, kwa ile siku ilikuwa siku promise, siku ya ahadi ya kutakiwa haki ionekane na batili ionekane, haki isimame na batili itoweke. Falamma jaa Saratu, walipofika wachawi hao wote wa Firauni katika mahala pale pa ahadi kwa kufanyika hayo yatakayofanywa, walipofika hao wachawi wote, na Musa pia alikuweko mahala pale. Sasa nani atakayeanza? Musa alayhi salam alisema, waambia, qala lahu Musa aliwaambia hao wachawi, haya, alqu, anzeni nyinyi, tupeni ma antum mulqun, ma haya uchawi ambayo nyinyi mtautupa. Tupeni uchawi ambao nyinyi mtautupa. Tupeni, anzeni nyinyi kuitupa uchawi wenu ambayo mtautupa chini. Tupeni, anzeni nyinyi. Wamepewa nini? Fursa, first priority ya kuchukua nafasi ya ushindi. Anzeni nyinyi. Basi falamma alqaw qala Musa ma jitum bihi sihr inna Allaha sayubtil. Wao walipokwisha tupa uchawi wao ulionekana wazi, Musa
falamma alqa, walipokusha tupa uchawi wao waliotupa, qala Musa alisema mahala pale, majitum bihi, hayo mliokuja nayo ndio nini? Asihiru, ndio uchawi huo, ndio uchawi. Inna Allah, kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, sayubtilu, ya Mwenyezi Mungu ataubatilisha hiyo uchawi, atauondosha hiyo uchawi, ataufuta huo uchawi mbali. Inna Allah, kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, la yuslihu, hatengezi amala almufsidin, kazi ya watu waharibifu. Asuluhishi Mwenyezi Mungu kazi ya watu nini? Waharibifu. Ya watu waharibifu atengeneze Mwenyezi Mungu. Musa alipotubele fimbo yake, fimbo ilimeza hayo yote, ghasia hizo zote ilimalizika. Sasa aliyeshinda ni nani? Musa ndio kashinda. Je, bado unaamini? Baada ya kuona miujiza wazi, uwezo wa Mwenyezi Mungu wazi na ushindi leo wazi, wamezidi ukanushaji, wamezidi kukataa. Hapo Mwenyezi Mungu alitaka kuonyesha njia ya haki na wakubali haki, njia ya haki na wafuate haki, lakini wakata. Basi inna Allah, kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, la yuslihu amala almufsidin, hatengezi uzuri vitendo na kazi ya watu waharibifu. Wa yuhiqqu Allahu alhaqa, ni Mwenyezi Mungu yuhiqqu Allahu alhaqa, anauthibitisha Mwenyezi Mungu haki daima. Mwenyezi Mungu anauthibitisha haki. Fimbo ya Musa ilimeza ule uchawi wote, ikadhihirika kuwa hiyo fimbo ya Musa si uchawi, bali ni miujiza miongoni mwa miujiza ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Wa yuhiqqu Allahu alhaqa, amehakikisha Mwenyezi Mungu haki, ameuthibitisha Mwenyezi Mungu haki bikalimati. Kwa nini? Kwa matamko yake, kwa uwezo wake na kwa hoja zake na kwa burhani yake Mwenyezi Mungu aliuthibitisha haki. Walau kariha almujrimun, ijapokuwa waliuchukia waovu, ijapokuwa waliuchukia waasi, ijapokuwa waliuchukia watu wabaya, lakini haki ilithibiti. Fama amana li Musa illa dhurriyatun min qawmi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihi an yaftinahum wa inna fir'auna la'alim fil ard wa innahu lamina al-musrifin. Je, baada ya hiyo fimbo ya Musa kumeza hayo yote yaliyotupwa mahala pale, ilimaliza ubishi ya uchawi. Fama amana li Musa, hawakuamini kwa Musa illa dhurriyatun min qaumi, isipokuwa wa vijana wachache ndio walioamini. Illa dhurriyatun, isipokuwa wa vijana wachache, min qaumi, miongoni mwa kundi lake. Wana wa Israeli wa vijana wachache ndio waliamini. Na ndio dini hii fakhri yake ilikuwa na vijana, fakhri yake ilikuwa ni wa vijana. Lakini kinyume, leo dini hii wa vijana wameufanya, wameupuza. Atatoka katika zama za Rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa vijana wale
waliokuwa na Rasul ndio walionusuru dini katika Badr. Wa vijana ndio walikuwa nini sharafu katika uhai wa dini katika wakati wa Rasul na katika wakati wa Musa, ijapokuwa ni wachache, lakini jina ujana lilikuwa jina la fakhri. Lakini leo hii upote uendapo utakuta wazee ndio wameusimamia dini, wanaosemea dini, wanaoshughulikia na dini. Lakini vijana wetu wamejitenga mbali na mambo ya dini. Lakini ndio Mwenyezi Mungu anasema wama amana, na hawakuamini. Fama amana ni Musa, hawakuamini kwa Musa illa dhurriyatun, isipokuwa wa vijana wachache miongoni mwa wana wa Israeli, min qaumi, miongoni mwa kundi lake wana wa Israeli. Ay fama amana maa Musa wala dakhala fi dinihi, hawakumwamini na Musa wala hawakuingia katika dini yake Musa, maa mushahadati tilka alayati albahira, pamoja na kuona zile ayati zilizo wazi wazi. Illa nafarun qalilun min auladi bani Israil, ila watu wachache miongoni mwa watoto wa wana wa Israeli, wachache ndio walikubaliana naye. Min qabl. Kwa nini wachache ndio waliokubaliana? Ala khawfi min Firaun, walikuwa wakimwogopa nani? Walikuwa wakimwogopa Firaun wa malaihi, na walikuwa wakiogopa na hao wakubwa wa wana wa Israeli, an yaftinahu, ili hao wakubwa wasiwatese au wasiwatie katika misukosuko. Wa inna Firauna, na hakika bila shaka Firauna, la alin fil ardh, alikuwa yeye ni mwenye kutesa watu katika hiyo ardhi, ni mwenye kutukuka kwa mateso, kwa kutesa watu katika hiyo ardhi, huyu Firauna. Wa innahu la min almusrifin, na kabla shaka yeye Firauna alikuwa ni miongoni mwa wale waja wenye kupita mpaka katika hii ulimwengu. Alipita mpaka kwa kudai kwake yeye nani? Yeye ni Mungu. Kupita kwake mpaka katika dunia, Firauni alidai kwa yeye ni Mungu. Waqala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Bwana mkubwa Musa alipoona uoga wa waumini kumwogopa Firauni, Bwana mkubwa Musa alipoona nini? Uoga wa waumini kumwogopa Firauni na watu wake. Alipoona vile Mtume Musa, qala, alisema Musa, ya qaumi, enyi watu wangu, ya qaumi, enyi kundi langu, in kuntum, mkiwa nyinyi, amantum billah, mmeamini imani kamili kwa Mwenyezi Mungu, fa alayhi tawakkalu, basi kwake Mwenyezi Mungu tegemeeni. Fa alayhi tawakkalu, nyinyi mumtegemee nani? Mwenyezi Mungu. In kuntum muslimin, mkiwa nyinyi ni watu Waislamu waliosalimu amri yao
katika kudra yake Mwenyezi Mungu, katika uwezo wake Mwenyezi Mungu, waliacha mambo yao kwa Mwenyezi Mungu, basi mumtegemee Mwenyezi Mungu. Faqalu ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumin dhalimin. Hao watu waliomwamini Musa, hao wa vijana waliokubaliana na Musa, waliokubaliana na Musa, faqalu, walisema kumjibisha nani? Ona Musa aliwaambia, qala Musa ya qaumi, enyi watu wangu, in kuntum amantum billahi, mkiwa muamini Mwenyezi Mungu imani kamili, fa alayhi tawakkalu, mumtegemee yeye Mwenyezi Mungu. Ona jawabu ya hao watu ilikuwaje mwalimu? Jawabu ya hao watu, faqalu ala Allahi tawakkalna. Musa aliwaambia nini? Mtegemeeni Mwenyezi Mungu. Walijibisha nini? Tumemtegemea Mwenyezi Mungu. Unaona? Hiyo ndio nini? Hiyo ndio jawabu yenye kuamini imani kamili. Musa aliwaambia nini? Ala Allahi tawakkalna, mumtegemea Mwenyezi Mungu. Faqalu, wakasema ala Allahi tawakkalna, sisi tumemtegemea Mwenyezi Mungu. Kisha baada ya kuwa wamemtegemea Mwenyezi Mungu, wakaweka dua. Wakaweka nini? Dua yao, wakasema nini? Rabbana la taj'alna fitnatan lilqaumi dhalimin. Rabbana, ewe Mola muumba wetu, la taj'alna, usitujalie, usitufanye sisi fitnatan, kuwa ni nini? Misukosuko, lilqaumi dhalimin, kwa kundi la watu madhalim walio wanaoweka vitu mahala pasipopata. Usitujalie sisi kuwa ni wenye kusukwa katika kundi la watu nini? Madhalim, wenye misukosuko katika kundi la watu madhalim. Tena wakasema, wakaomba Mwenyezi Mungu, akamwambia nini? wanajina birahmatika min alqaumi alkafirin. Wanajina tena, ya Allah, tuokoe sisi. Dua ya watu gani? Ya wale wa vijana wale, sawa? Dua ya wale wa vijana, sema najina, ya Allah, utuokoe sisi, birahmatika, kwa rehema zako na neema zako, utuokoe min alqaumi alkafirin, tukamana na kundi la hao watu makafiri wanaokupinga. Tuokoe sisi, tusiwe miongoni mwao. Dua yao inajibishwa. Mwenyezi Mungu anasema nini? Wa awhayna ila Musa wa akhi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qibla wa aqimus salah wa bashshiril mu'minin. Wa awhayna, Mwenyezi Mungu anasema tulilete wahi, tulifunua wahi ila Musa, kwa mtume Musa, wa akhi, na ndugu ya Harun. Tuliwaambia nini? Antabawaa, kwa nyinyi tengezeni, liqaumikuma, kwa kundi lenu, kwa watu wenu, bimisra, hapa mjini, mwatengezeni nini? Buyutan, majumba. Mwatengezeni nini? Majumba. Wajalu buyutakum qibla, na mufanye majumba yenu kuwa ni mahala pa kusali. Wajalu buyutakum qibla, na muijalie, muyafanye majumba yenu kuwa ni nini? Mahala pa kunini? Pa kusali.
mnasali ndani yake zama mnapoogopa kutengeza misikiti, mnapoogopa kusali wazi kuonekana, tengezeni majumba. Ndani ya majumba yenu muwe mkisali ndani ya majumba. Sasa na ndio hata Mtume alikuwa akisema nini? La taj'alu buyutakum quburan fasallu fiha, msifanye majumba yenu kuwa ni makaburi, salini ndani yake. Na majumba yenu ndizo hizo sunna za kina udhu, unashika udhu nyumbani, unasali nyumbani. Sunna kabilia unasali nyumbani, sunna baadia unasali nyumbani. Msifanye majumba yenu nini makaburi, sallu fiha, msali ndani yake. Sasa ndio Mwenyezi Mungu ameleta wahi kwa Mtume Musa na ndugu ya Harun, antabawaa kuwa jengeni liqaumikuma, kwa watu wenu, buyuta, jengeni kwa nini majumba, bimisra mijini, waj'alu buyutakum qibla, na mfanye majumba yenu kuwa ni mahala pa kusali. Waj'alu buyutakum qibla, mfanye majumba yenu kuwa nini? Mahala pa kusali. Yani katika majumba yenu paweko mahala panapo waelekeza kusali. Muradi mtengeze nyumba ambayo mnasali ndani yake. Wa aqimu sala, na nyinyi msimamishe sala. Nyinyi msimamishe sala, na sala yao iko namna ya kikwao. Sala yao iko namna ya kikwao. Imele sala ya rakatani bilghadati wa rakatani bilashi, rakaa mbili asubuhi, rakaa mbili jioni, ima hivyo au namna ya kikwao. Ndio waliamrishwa vile vile wasimamishe sala. Wabashiri mu'minin, na wape habari njema, wape habari ya furaha hao ambao wenye kuamini imani kamili miongoni mwa wafuasi wako, wao wape habari kuwa watanini, wao ndio watashinda, na wao ndio watanani saada, na wao ndio watapata kheri. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسى قال موسى amesema Rabbana, ewe Mola wetu, innaka, hakika bila shaka wewe Mola, ataita Firauna, umempa huyo Firauna, wa malaahu, na watukufu katika kundi lake, umewapa nini? Zinatan, umewapa pambo, wa amwalan, umewapa nini? Mali nyingi, fil hayati dunia, katika huu uhai umewapa mali nyingi na mapambo mengi umewapa. Rabbana liyudillu an sabili, hao umewapa hiyo watanini, watapoteza watu, kutofuata njia yako, watapoteza watu kutofuata njia yako, kwa sababu hiyo mali walizo nazo na hayo mapambo walizo nazo
watawapoteza watu kutofuata njia yako. Na ndio ilivyo leo. Mali hii iliyoko katika dunia hii imewapindua Waislamu wangapi? Wengi. Mapambo hayo yaliyomo leo hii katika dunia hii imewageuza Waislamu wangapi? Wengi. Wanafuata mapambo na wanafuata mali. Ndio Musa alimwambia Mwenyezi Mungu, Rabbana, Mola wetu, innaka, kabla shaka wewe Mola, ataita Firauna wa malaahu zinatan, umempa Firauna na watukufu wa kundi lake umewapa nini? Zinatan, mapambo, wa amwala, na mali, fil hayati dunia, katika huu uhai wa dunia. Rabbana, Mola wetu, muumba wetu, liudhillu an sabili, hawa watatumia hayo mali kwa kupoteza watu kutofuata njia yako. Watatumia hayo mapambo ya kupoteza watu kutofuata njia yako. Nililoko Rabbana, msimamo wangu mimi Musa, na kuambia ya Allah Rabbana, Mola muumba wetu, atmis ala amwali, angamiza mali zao hizo, au ondosha mali zao hizo kutoka katika mikono yao. Washdud ala qulubihim, na la pili, wewe ifunge nyoyo zao. Washdud ala qulubihim, wewe ifunge nyoyo zao. Fala yu'minu, hawa watu ya Allah, ona Musa amekuwa mkali. Fala yu'minu, hawa watu ya Allah hawataamini imani kamili hata yarau al-adhab al-alim. Hawa watu hawataamini imani kamili Mwenyezi Mungu mpaka wauone adhabu inayoumiza. Sasa mpaka waone adhabu inayoumiza. Lakini unawaacha wanakula vizuri, unawaacha wanavaa vizuri, unawaacha wanastarehe, unawaacha mali wanazo, hawataamini hawa mpaka wauone adhabu inayo nini? Inayoumiza. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Ona dua ya Musa kabuli. Mzungu anajibisha, anamwambia Musa nini? Qala, kasema nani? Mwenyezi Mungu. Qala, kasema Mwenyezi Mungu. Kad ujiba, hakika bila shaka imekwisha jibishwa, yani maana yake nimejibisha. Kad ujiba, hakika bila shaka imekwisha jibishwa. Sawa mwalimu? Ujibat, imekwisha jibishwa. Da'watukuma, dua zenu wawili, dua ya Musa na Harun imekubaliwa. Fastaqima, jambo lililoko mudhibiti nyinyi wawili katika hali mliomo ndani yake. Mudhibiti, fastaqima, mudhibiti katika hiyo hali mlioko ndani yake, msigeuke. Sasa fastaqima, mudhibiti katika hiyo hali mlioko ndani yake, msigeuke. Wala tattabi'ani, na wala nyinyi wawili msifuate. Wala tattabi'ani, msifuate sabila alladhina la ya'lamun, msifuate njia ya wale watu wasiojua. Sasa yani musitizame mapambo zina hiyo kina Firauni na watu wake, msitizame hayo, msitizame hizo amali walizo nazo. Basi lilo neno fastaqima, mthibiti katika vya Mwenyezi Mungu. Wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun, wala msifuate njia ya wale watu wasio nini, wasio. Hapo ndipo
msimamo umedhihirika kuwa yatakayowafika Farao, yatakayowafika hawa ni karibu. Hapo imedhihirika yatakayowafika ilikuwa ni nini? Ni karibu. Kwa dua yake Musa imekwisha fanywaje? Ujibat, imekwisha jibishwa. Sasa umesalia nini? Kutekelezwa. Sawa mwalimu? Dua imeshajibishwa, confirmation imekwisha kuja, lakini umesalia nini? Action. Wallahu a'lam. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وعلى الخيرات كلها دليلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع نفوسنا، اللهم اجعل القرآن ربيع عقولنا. اللهم ربنا حبب القرآن في قلوبنا، اللهم ربنا حبب القرآن في نفوسنا، اللهم ربنا حبب القرآن في قلوبنا، اللهم اجعل القرآن اللهم اجعل القرآن محبوبا في نفوسنا، اللهم اجعل القرآن محبوبا في عقولنا. اللهم ربنا حبب القرآن في قلوبنا، اللهم ربنا حبب القرآن في نفوسنا، اللهم ربنا حبب القرآن في عقولنا. اللهم ربنا افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من التالين لكتابك آناء الليل وآناء النهار يا رب العالمين. اللهم ربنا ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عما سيئك وقدرك ومما سواك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا الاحياء منهم والاموات وارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات وان كانوا مسلمين فزد لسانهم وان كانوا مسلمين وتجاوز عنهم ورتب برحمتك علينا يا رب العالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا برحمتك انت الرحيم. اللهم اغفر لمشايخنا ومشايخنا ومشايخ مشايخهم ومعلمين ومعلمين ومعلم معلمين وذوي الحقوق علينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لكافة اموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. صلى الله على خير خلق النبي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام